بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخر الآيات الشريفة. Zangu katika iman, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani mwalimu wetu na kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuko katika siku tukufu, siku ya Ijumaa ndani ya mwezi mtukufu wa Muharram, ikiwa tumeingia mwaka mpya wa Kiislamu. Leo ni tarehe 3 katika mwezi wa Muharram ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu, ikiwa leo ni tarehe 3. Na Muharram katika ile miezi mitukufu iliyotajwa ndani ya Qur'an kwamba iko minne mitukufu, moja katika hiyo minne ni Muharram. Na tarehe ya Kiislamu kuanzia kubura Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda Madina ndio imewekwa Muharram, ndio mwanzo wa hijra na tarehe ya mwaka wa Kiislamu. Lakini kabla tujaingia kwenye msururu wa kueleza masala muhimu ya Muharram, tumeona tukumbushane kidogo moja katika wanaosemekana, kwa sababu hakuna makubaliano ya moja kwa moja. Mwingine anasema alikuwa ni nabii, mwingine anasema alikuwa ni mja mwema. Hakuna kauli ya moja kwa moja kwamba alikuwa ni nabii au ni mja mwema. Sasa huo ndio tunataka tumzungumze. Ni miongoni mwa watu waliotajwa ndani ya Qur'an, na ni muhimu Waislamu wapate kujua visa hivi ndani ya Qur'an. Tulianza mwaka jana kueleza vilioko katika Suratul Kahf, tukaeleza wote, tukaeleza kisa cha Nabii Ibrahim, tukaeleza za Musa. Kwa hiyo leo tutazungumza mmoja katika wao waliotajwa ndani ya Qur'an, ambao ni Uzair. Uzair hajulikani sana, lakini ametajwa ndani ya Qur'an na kisa chake kitaelezwa kwa ufupi, na tarehe imetueleza kiundani zaidi ukimsoma katika vitabu vya tarehe kama tafsiri ya Ibn Kathir, utapata pale ndani kaelezewa vizuri. Kwa hiyo huyu ndio tutamueleza leo insha Allahu Taala, tujue Uzair ilikuwaje, kwa sababu yeye ni katika wale waliokuja baada ya Nabii Allah Musa. Baada ya zama za Nabii Allah Musa ilipatikana bwana anaitwa Uzair, na watu walikuwa wanamtegemea sana huyo, kwa sababu alikuwa amehifadhi Taurati yote kwa kichwa. Kama sisi tunahifadhi Qur'ani yote kwa kichwa, yeye pia alikuwa amehifadhi Taurati. Kwa hiyo watu wakawa wanamtegemea, na hili ndilo lilopelekea mpaka Mayahudi wakamuita yeye ni mtoto wa Mungu. Hili ndio lilipelekea wakamuita yeye ni mtoto wa Mungu.
kama wanaposema Manasara kama Isa ni mtoto wa Mungu, mara wanageuka wanasema Isa ni Mungu. Haueleweki. La ilaha illa wa la ilaha illa, huku hawapo na huku hawapo, hawajulikani sasa ni mtoto au ni Mungu, hawajulikani. Lakini hao walienda pamoja wakasoma wakasema huyu ni mtoto wa Mungu moja kwa moja. Asemi ndio ni mtoto wa Mungu. Lakini pia tutajua kwa nini walikuja wakasema hivyo. Iko sababu kubwa iliyopelekea wakaona huyu tupatie tuwe ni mtoto wa Mungu. Sasa ilikuwaje Uzair? Uzair alitoka siku moja katika safari. Na safari katika maile, na safari yoyote ile itakayokuwa lazima utabeba chochote kile kwa ajili yako. Kwa hiyo Uzair akachukua punda wake, ndio akawa ndio kipando chake katika safari ile. Akachukua na tini, matunda yanayoitwa tini. Akachukua na matunda yanayoitwa zabibu na mkate. Hivi ndio vitu alivyobeba katika safari yake. Na safari huwezi kuamua wewe unasafiri mpaka wewe unajulikana, wewe unajua unaenda wapi. Usizunguka ndio unaposema ni msafiri. Miongoni mwa masharti ya kusali sala ya msafiri ni uwe unaenda mahali fulani. Usitoke hapo wote mimi acha nitembee bana hapo nitafika ndo hapa. Haitakiwi hivyo. Sasa ikiwa wewe lengo lako ni hilo tu kwamba popote utakapofika ni hapo, basi kisheria hauruhusiwi kusali salatu ya msafiri. Kwa sababu wewe huna destination maalum, wewe unaenda tu. Sasa Obama ametoka, mchukua tini, zabibu na mkate. Anatoka. Amefika katika safari yake ile, amepumzika. Baadaye alipopumzika muona ile sehemu majumba yaliyo pale ni ya zamani yameharibika, majumba gofu, hayana watu, maana yameachwa hivyo. Hakuna anaishi pale, hakuna anakaa pale. Akawa amepumzika pale safari ndefu. Lakini huko nyuma kamwacha kijakazi wake, mfanyikazi wake. Yeye ameondoka na miaka 40, ule mfanyikazi wake ana miaka 20 na kijana wake alikuwa na miaka 18. Hawa kawaacha nyuma huko. Yeye ameenda safari zake. Sasa pale alipokuwa amekaa na kupumzika, tizama namna ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale majumba pale yamekuwa ni khalia, hayana watu, ya zamani, yako ovyo. Akawa anajiuliza katika akili yake, hivi inawezekana hao wote waliokuwa hapa kama wamekufa, Mwenyezi Mungu anaweza hao wote kuwauisha kwa mara moja? Yaani hiki kijiji kikaja tena kikawa kinaishi watu. Kwa namna ninavyokiona hiki kijiji, itakuwa ni kazi kubwa sana kurudi tena katika hali yake ya kawaida. Hiki kitabaki tu hivi hivi. Sasa anajiuliza, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Mwenyezi Mungu kwa namna gani atakuisha hiki kijiji baada ya kuwa kimekufa? Watu wa makaburini, majumba hao yamegonjeka, yamebomoka. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiki kisa amekiambatanisha na kisa cha Ibrahim na Namrud. Baada ya Mwenyezi
Mungu Subhanahu wa Ta'ala kueleza kisa cha Ibrahim na Namrud, ndio anaeleza hiki kisa sasa cha Uzair. Sasa kana kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupa funzo hapa, anakueleza cha kwanza alafu anakupa na cha pili. Sasa wewe mwenyewe sasa unapiga mahesabu yako hapo. Ikiwa huku aliweza kumuokoa Nabii Allah Ibrahim na huyu jabbar Namrud, vipi sasa hapa kwa Uzair aweze kushindwa? Allah anakupa ile tasawur. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, kuona yule ambaye alimuhoji Nabii Allah Ibrahim kuhusu Mola wake. Sasa anaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk, kwa sababu tu aje kwa ufalme. Sasa anamuhoji Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu mimi Allah. Sasa Nabii Allah Ibrahim akawa anamueleza yule bwana, Mwenyezi Mungu anahuisha, anafisha. Na Mola hata mimi pia naweza kuhuisha na kufisha. Si Mola wako anahuisha na kufisha, hata mimi pia naweza. Naweza ndio. Akaitisha watu wawili walikuwa wamehukumiwa kufa, akawaleta pale mbele, akamwambia wewe ndio kwa chakula. Huyu mmoja akaamrisha uawe, kisha akaambia Nabii Allah Ibrahim, unaona wewe mmatahani, wewe mfisha, kwa hata mimi naweza, mimi ni Mungu pia. Nabii Allah Ibrahim kamtizama akamwambia, la, ngoja nikupatie la pili. Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananitoa jua mashariki, ananipeleka magharibi. Sasa wewe kama Mungu kweli, hebu nitoe huko magharibi unirudishe mashariki. Siwe Mungu. Mola wangu mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala ananitoa jua mashariki, ananipeleka magharibi. Sasa wewe nitoe magharibi ulete mashariki. Fabuhita alladhi kafar, akashindwa yule bwana alikuwa mkufuru na Namrud, alishindwa. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya hiki kisa anatuletea kisa kingine hapo kwa hapo. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala arushiha, au kama yule bwana aliyopita katika kitongoji ambacho kilikuwa hakina watu kabisa, majumba magofu kabisa, hakuna wanaoishi pale. Alipotizama kile kitongoji akajiuliza nafsini yake, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha, hiki kitahuishwa vipi baada ya kuwa kimekufa? Hakina watu, majumba ni hao tayari yanaanguka. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaona uwezo wangu, anaupima uwezo wangu, kwamba mimi siwezi kukihuisha hiki kitongoji. Basi ngoja sasa nimuonyeshe muujiza mkubwa ambao hawajawahi kutokea katika dunia. Fa'amatahu Allahu 100 'amin, pale yule bwana akatolewa roho, akafariki pale pale. Sasa alikuwa na mashaka na uwezo wa Allah kuihuisha kitongoji, kuotoa watu katika kufa kuleta katika uhai. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala hapo kupiga mfano na mtu mwingine, yeye alisema, ndio Allah akamtumia kama mfano.
Faamatahu Allahu 100. Allah akamfisha yeye miaka 100. Amekufa miaka 100. Tulisoma katika kisa cha Ashabul Kahfi. Alipoingia kwenye pango pale pamoja na yule umbwa, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa usingizi. Huku inasema faamatahu Allah akamfisha. Lakini huku kwenye suratul Kahfi Allah anasema fadarabna ala adhanihim fi kahfi sinina, tukawapa usingizi. Darabna hapa sikupiga swali, daraba kupiga, umesoma lugha na lugha ya Kiarabu, daraba ni kupiga. So kama kupiga kila mahali ni kupiga, wengine yanatumika daraba lakini sikupiga. Darabna ala adhanihim, tukawapa usingizi. Sasa wakalala pale miaka 309. Ubana kalala miaka 100. Wale miaka 309 wamelala tu. Sasa kwa nini imekuwa adhani? Kwa nini kwenye masikio? Wanasema fadarabna ala ayunihim. Kwa nini mtakilala? Si macho anafunga macho. Lakini bwana masikio, kwa sababu yanaolala ni masikio. Unapokuwa uko kitandani pale unajio umelala, si wewe umelala, masikio ndio yamelala. Na ndio sababu unaikaala. Ndio sababu unaikaala mshekhi, unaikaala macho. Unaikaala masikio za hayo ndio yamelala. Sasa yakiamka kwa ile alam sasa. Sasa Bwana Allah subhanahu wa ta'ala akamfisha miaka 100. Ilipomalizika ile miaka 100 ile, akamfufua. Kisha kamleta malaika. Malaika akamuuliza, kam labithta, mmekaa kwa muda gani hapa? Anawaambia labitha yawman au ba'da yawmin. Kwa haraka nikipiga mahesabu yangu naona nimekaa siku moja au nusu siku. Kumbe kakaa miaka 100. Lakini anasema mahesabu yake yeye labitha yawman au ba'da yawm, siku moja au nusu. Yes. Ile malaika anamwambia basi qala bal labitha 100 'am. Wewe umekaa hapa miaka 100. Ndio miaka 100 uko hapa. Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasam. Una uwezo wa Allah, lakini tazama chakula chako ulichokuja nacho hakijaharibika kabisa. Tazama na maji ya kinywaji chako hakijaharibika vile vile, kiko vile vile ulivyokiacha fresh. Miaka 100, hebu chakula gani ambacho kitekwa miaka 100 hakijaharibika? Hakuna sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kumuonyesha huyu kwamba si wewe tu, hata chakula chako hiki
Sasa hivi chakula ukishapitia mkono tu, after 24 hours unakiona hata kinaanza kubadilika, kinabadilika. Kwa sababu huu mkono huu wakati unatumia kula unatoa maji fulani. Shule sisi tulidanganywa tukaambiwa digestion inaanza kwa mdomo. Sayansi wengine inadanganya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kia hapa kwenye mkono inaanza. Kisha unatoka mdomo, sasa unatafuna, unameza. Ndio maana chakula ukishika na mkono basi kinaharibika. Kuliko kile ambacho umekula na kijiko. Sasa namwambia tizama chakula chako iko sawa. Maji yako yako sawa. Wanzo ila himari. Na mtizame ule punda wako, ule punda alikuwa amekufa kabisa baki mifupa. Lazima moja mbili. Hapa shakuwa mchanga kabisa. Sasa wewe tumekuhuisha tena. Chakula chako kiko sawa, kinywaji kiko sawa. Tizama na ule punda wako sasa ulikuja naye mpaka hapa. Hebu mtizame sasa. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Tizama ule punda wako, tutamjalia wewe ni aya kwako wewe na kwa ajili ya watu. Basi pale Allah subhanahu wa ta'ala akaanza tena kumuhuisha pale, kiungo baada ya kiungo. Kaza akamleta kwenye mifupa kwanza, skeleton. Alipoleta katika skeleton akaanza kumweka nyama sasa. Wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuunganisha ile mifupa. Kuna joints lazima ziunganishwe, huu haya pembe akaunganishwa, haya miguu, haya. Alipomalizika sasa zikaanza kuwekwa nyama. Thumma naksuha lahma. Unajua nyama hazikuanza kuungwa, zilianza mifupa. Mifupa ndio ilianza kuumbwa mwanadamu katika uzazi wake wa mama yake, ndio zikaja nyama kwanza. Katika kichwa cha mwanadamu wakati anaumbwa kwa mama yake, yanaoanza kuumbwa ni masikio. Masikio kwanza ndio anafuata sasa macho. Unapoumbwa utupu wa mwanamke wa mtoto katika tumbo la mama wake, huo kwanza unaumbwa katika sampuli ya tupu ya mwanamke. Kisha kadri anapokuwa katika tumbo sasa ndio inabadilika. Asili ya kila mtoto tumboni mwa mama wake huwa ni mwanamke. Kisha sasa unakuja badilika sasa. Yule malaika sasa akija akimuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, dhakarun hadha amil untha, huyo mtoto kijana au wa kike? Akiwaambia wa kike basi anabaki vile vile katika asili yake. Akiwaambia wa kiume ndio inabadilika sasa inakuwa ya kiume. Ndio maana aya inaanza mtoto wa kike, yahabu liman yashau inatha, kwa sababu asili ya mtoto tumboni kwanza anakuwa jinsia ya kike. Wewe unaweza mwanamume hapo unapiga kifua. Hijab. Ulikuwa binti kwanza kabla ya Qur'an, kwa ya rijal. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia tizama ule punda wako pale alipofariki. Mtizame tunavomvisha nyama katika mifupa yake.
انظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Hosea kupanda anatizama qudra ya Allah subhanahu wa ta'ala, uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, uwezo ambao kwa akili ya kibinadamu kama huna imani unaweza sema hizo ni hadithi za kutunga, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna watu hawaamini safari ya Isra na Mi'raj. Kuna watu hawaamini Miraji, kwamba mtume alitoka Maka akaenda Miraji na kiwiliwili, hakuwa amelala. Hawaamini, asema ilikuwa ni ndoto bana. Sasa ndoto alafu Allah asema subhana, yaani hiyo ni ndoto, lakini Allah anapozungumzia ndoto asema subhanallah. Subhana alladhi asra bi'abdihi. Subhana, mbona subhana kama ni ndoto hii? Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutumia kilima cha subhana kujitakasa kama hii ni ndoto, kwa sababu hata ndoto unaozoota tu ukatunga ndoto tu mimi nimeota bana. Kama ndio zote wanapodanganya mimi nimeota bana, Bwana Yesu amenijia bana, anambia fulani atafariki kesho kutwa. Sawa hivyo. Lakini hii ilikuwa si ndoto, sababu imekuja sarihan bi'abdihi, kwa mja wake. Mja jamani, mja ni mwili na roho, si roho peke yake. Wewe unapokuwa umefariki unaitwa maiti, unapokuwa uko hai ndio ni mja. Sasa fa anta birruhi la biljasadi insanu. Sheikh anasema fa anta birruhi la biljasadi insanu, wewe kwa sababu uko na roho bado unapumua, ndio wewe ni mwanadamu, lakini ile roho ikitoka wewe ni marehemu. Sasa mtume alichukuliwa pamoja na roho yake mpaka Sidratul Muntaha, mpaka kavuka. Lakini kuna watu hawaamini. Nikupeni kisa kidogo hapa. Mwanachuoni mkubwa Muhammad Mutawalli Sha'rawi, wakati mmoja alikuwa amekaa na wanazuoni wenzake, akawauliza swali. Akauliza, yale maji aloshewa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam yalienda wapi? Si Mtume alioshwa na walioosha wameosha tu, sisi tunawajua, tumewasoma. Yale maji yalienda wapi? Anawauliza wanazuoni wenzake, si wote wakawa hawajui yale maji yameenda wapi. Anatizama, anauliza, unajua jibu? Basi kama hamjui nendeni. Alafu kesho katika darasa kama hivi tena, yeye ana darasa msikitini bwana, kila baada ya maghrib ya darasa. Sasa siku hiyo akauliza hiyo swali, basi leo kama hamna jibu nendeni, kesho kwenye darasa mtanijibu inshallah. So akaenda. Sasa mmoja katika wale usikizeni akaota. Ameota amefika Madina,
Amefika Madina, amekutana na bwana na chaya koroboi ya chini. Sasa amefika Madina, akakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamia Rasulullah, kuna swali nataka nikuulize. Hivi yale maji ulioshwa nayo wewe yanaenda wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, muulize huyu bwana mwenye taa, hebu muulize. Majibu yote atakujibu. Akamwekea mwambie, wewe ni mama na kuulize wewe, yale maji yanaenda wapi? Basi yule bwana akamwambia, yale maji alipokuwa Mtume anamwagiwa hivi yanaoshwa, yale evaporate. Yakapaa juu in form of vapor. Yalipofika kule juu yakacondense. The process ya condensation ni sayansi. Kwa hiyo yakashuka kama mvua. Kila tone la maji hayo lilipotona ndio wanajenga msikiti katika hii dunia. Ikiwa msikiti umejengwa mahali ujue ile tone ya maji ya Mtume litona hapo. Sasa yule bwana imefika kesho yake sasa kwenye darasa. Anasubiri Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi aulize jibu langu la jana liko wapi? Haulizi. Unajua sometimes wanafunza akishajua jibu atakayetu. Kwa sababu jibu anajua sana, anataka aulize umeshatakiwa haulizi. Yana darasa. Misha hapo na hapa hata niulize. Sheikh, jibu lako la jana bwana. Jibu lako la jana. Akamwambia, jibu ni nini? Akamwambia jibu ni kwamba yale maji yalievaporate yakashuka chini kama mvua, na kila tone ambalo lilitona ndio tunajenga msikiti. Muhammad Sha'rawi akamuuliza, nani kakwambia? Huyo anakuambia nani? Anasema kanambia Mtume. Akaba muongo. Alokuambia si Mtume. Akakwambia nani? Ukajuaje kwamba aliona si Mtume na hata hakuwa? Akamwambia alikwambia si Mtume, kuna mtu kakwambia. Nani huyo? Ndio kweli kuna mtu alikuwa ameshikilia chembe hivi ya taa. Ndio naambia ndio alipa hili jibu. Akamuuliza, sasa huyo alikupewa jibu wewe unajua nani? Anajua nani? Mimi sijui. Wewe alikupewa jibu ndio mimi. Akamuuliza, mimi ni tahadi daraja. Hii daraja kubwa kiasi hiyo umeipataje wewe? Anamwambia, bikathrati salati ala habibi Muhammad. Kwa kumswalia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam nimefikia daraja hiyo. Sasa vitu ambavyo vinataka imani na uamini haukao. Kumswalia Mtume tu ifikie huko. Kumswalia Mtume tu litokee hili. Kumswalia Mtume tu lifanyike hili. Nataka imani.
ta'ala anataka kumuonesha Uzair, mimi na uwezo wa kumtoa mtu hata alikuwa hajulikani, nikamleta kwenye uhai. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Wewe unajulikana, unajulikana hapa ni majini, kiumbe binadamu alikuwa hajulikani. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Lakini tazama Allah subhanahu wa ta'ala amekutoa sasa ujulikana mwanadamu. Ujulikana wewe. Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukutoa katika sehemu ujulikane akakufanya unajulikana. Alimleta Nabii Allah Adam kwa mchanga tu, akamtengeneza. Akamleta Hawa kwa ubavu tu. Atashinda kweli Allah? Mwanamke ni ubavu tu shekhi. Na kutengeneza mwanamke, dada zetu, mama zetu, wake zetu, ni ubavu tu wako wewe mwanamume. Nani huyo? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akishakuleta duniani atashinda tena? Haiwezi kushindwa. Anakuja kaburi unakuwa mchanga alafu anakutoa tena mzima vile vile ulivyokuwa. Thumma anshanahu khalqan akhar fatabarakallah ahsanul khaliqin. Au nanu ahsanul khaliqin. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Uzair alipombainikia ule uhakika wote pale, nasema kweli mimi nimeamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay qadir, kila kitu inaweza. Sasa naona vile anataka kurudi kule alikotoka. Sasa ametoka miaka 100 huko, yule kijakazi wake, mfanyakazi wake alimwacha na miaka 40. Amefika sasa na miaka 140. Ule mtoto wake alimwacha na miaka 18, anataka kurudi kula, atamkuta ana miaka 118. Akakusanya vitu vyake akawa anaondoka Uzair. Anarudi nyumbani. Amefika sasa pale ndo uingie sasa. Mazingira yamebadilika. Vile alivyokuwa si vile alivyokukuta. Wakati mwingine ukisafiri kwenda sehemu muda mrefu, ukirudi unaona mambo yamebadilika. Mimi niacha hapo kwa naficha hapo. Ndio kwa nini usiti? Hapa niliacha hapo na barabara, hii barabara ile kwa nini? Umekaa huko sana, umekuja mambo yamebadilika. Sasa Uzair anarudi anaona mambo yamebadilika kule. Kila kitu kimebadilika. Mazingira, majumba, hata njia za kupitia pia zimebadilika. Akawa hajui kwake ni wapi, kasahau. Amesahau. Sasa akawa anauliza sasa, jamani, mnamjua Uzair? Kila anayemuona anamuuliza kwake ni wapi. Akapatana na kisizee kinyanya, akakisimamisha akakiuliza, mimi natafuta nyumbani kwa Uzair, kwake ni wapi? Nipotea mimi, sijui njia tena, anakaa wapi? Yule nyanya akamtizama akasema, kijana wangu, unamuulizia mtu ambaye kitambo ameondoka hapa miaka 100, hatujui huko amekufa, hatujui huko ni mzima, aliondoka kitambo, unamuulizia. Hata hatuna habari zake sasa. Kwani nani ni mbona unamuuliza muda wote huo? Akamwambia, huyo Uzair unayemzungumza ndo mimi. Ndo mimi? Ambia Uzair mimi ninamjua. Ananiujiza
akiomba dua hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala anaitikia dua yake. Sasa wewe kama kweli Uzair, basi ni muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anirudishie haya macho yangu. Kwa haoni yule mwangu yule kijana, ilikuwa haoni kipofu. Sasa kama kweli wewe Uzair, muombe Allah subhanahu wa ta'ala anirudishie macho yangu nipate kuona. Hapo mtaamini kweli wewe Uzair, kwa sababu Uzair anakiomba tu anaitikiwa hapo hapo, anajibiwa hapo hapo. Basi yule Uzair akainua mikono akamwomba Mwenyezi Mungu. Macho yale mama yakaanza kuona pale hapo kwa hapo. Mama amefungua macho hivi anatazama kweli, kweli wewe Uzair. Kweli wewe Uzair. Lakini yeye kazeeka, ana miaka 120. Uzair bado ana miaka 40. Anaondoka na miaka 40, amerudi na miaka 40. Mtoto wake kamwanza na miaka 18, sasa hivi ana miaka 118. Yaani mtoto ni mkubwa kuliko baba. Allah subhanahu wa ta'ala kutizama. Mtoto ni mkubwa kuliko baba. Yawezekana kweli hiyo? Yaani wewe ni mdogo, kijana wako ni mkubwa. Yawezekana. Lakini kwa Allah inawezekana hilo. Uzair miaka 40, kijana miaka 118. Kazeeka na yeye. Lakini Uzair bado kijana. Basi yule kijana akaanza kutangaza sasa, sema Uzair karudi. Uzair karudi jamani, Uzair. Wale wazee waliokupara wa Kiyahudi kwa hawaamini. Wakaenda kwa Uzair ili kuhakikisha kweli isio unyanya ameshika mazima anatangaza uongo. Twendeni kwa Uzair tujue kweli. Basi amefika pale, wanamtazama Uzair kweli ndiye, lakini sasa tutahakikisha vipi? Akamwambia basi kama sisi ili tuhakikishe ukweli wa Uzair, tuambie kitabu cha Taurati kiko wapi? Kwa kuna sehemu wamekiweka, anataka Uzair awaambie kiko wapi. Uzair kile kutoka pale sehemu akakitoa. Lakini kwa kitoa hivi Taurati imechakaa pale. Maneno mengine hayasomeki. Ndio na mtu. Unaona? Sasa kama hiyo ndio Taurati na wewe ndio Uzair na imeandika kwa namna hiyo, tuandikie nyingine ili tuamini kwamba ni Uzair. Basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa anataka kumuokoa mja wake huyu na anataka kuonyesha hawa watu wengine ambao bado hawana imani, akaitisha Uzair makaratasi, akaanza kuandika Taurati yote mwanzo mpaka mwisho. Baba akasema kweli, shahidna, tumeshuhudia kweli anta Uzair, wewe ni Uzair. Baada ya kusema hivyo, fanasabuhu bi an yakuna ibnahu. Hapo sasa ndo akaingia katika kufuru sasa ya kumuita Uzair kuwa ni mtoto. Wakaingia kufuru, yani ile imani yao ilipitiliza. Wakaanza kumuita yeye ni mtoto wa Mungu, mpaka sasa kila kitu ilikuwa ni wao, kila kitu ni yeye, wao wanamtukuza zaidi ya Mungu. Wakaingia kwenye nini? Kufuru, wakaingia kwenye shirki. Ndio maana katika akida tunaambiwa
Ukiamini sana unaingia kwenye kufuru. Na ukifikiria sana unaingia kwenye kufuru. Ukifikiria sasa huyu Mungu hata ilikuwaje mpaka wa Mungu, utakufuru sasa hivi wewe. Ukifikiria huyu Mungu sasa ni mume wa kufuru sasa hivi wanasikitabu. Katharatun takfir, katharatun tafkir tujibu ila takfir. Ukifikiria sana basi unaingia kwenye kufuru. Ndio maana Mtume akatwambia la tufakiru fillah, fakiru fi makhluqatillah. Msifikirie Mungu, fikirieni viumbe wake. Ukimfikiria Mungu tu unakufuru. Na Ibilisi ndo anakuletea hiyo fikira hiyo wewe. Kuna kitabu kinaitwa Talbis Iblis. Ndipo kwa Kiswahili pia unaweza kusoma. Hapo unaonyeshwa njia nyingi anazotumia Ibilisi kukuingiza kwenye kufuru. Na Talbis Iblis. Sasa ukifikiria tu huyo Mungu mzee, astaghfirullah. Sema astaghfirullah haraka sana. Na useme a'udhu billahi minash shaitani rajim haraka sana, sababu utaingia kwenye kufuru. Fikiria Jibril mwenye numbwa ambao 600 ubaki kiasi gani? Fikiria utukufu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikiria malaika. Ukifikiria Allah basi. Sasa sisi Allah subhanahu wa ta'ala anataka tufikirie kwa ameweza kumtoa huyu kiumbe miaka yote hiyo, akamtoa na yule punda alikuwa amekufa, akamvisha mifupa na nyama, akakihifadhi chakula, kinywaji. Sasa vipi anashindwa kumhifadhi mtu katika kaburi lake? Vipi anashindwa? Vipi anashindwa kumhifadhi mtu katika tumbo la mamake? Vipi anaweza kuwa anashindwa kumhifadhi mtu katika pango? Mtume alifadhiwa na pango tu kumhifadhi mtume. Katika hijra, pango limhifadhi mtume. Njiwa alimhifadhi mtume. Spider alimhifadhi mtume. Hii yote ni kuonyesha sisi kuna kudra ya Allah, kuna uwezo wa Allah. Chochote ambacho wewe utakuwa unafanya kabla hujajipatia uwezo wewe kwamba mimi nimefanya, kwanza atakuuliza nani? Allah ndo kasababisha, Allah ndo kawezesha. Sisi sote hapa tumekuja msikitini, lakini wallahi billahi lao Allah angesema usije leo, ungekuwa hapa. Kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala angesema Sheikh leo usingekuwa msikitini wewe. Singekuwa msikitini. Hata mkaja na matrena kule mnibebe, singefika. Kwa sababu Allah hajataka. Kudra ya Allah ndio inatakiwa tuingize katika nafsi zetu. Tutoe kabisa uwezo wa mwanadamu katika nafsi zetu, tutoe kabisa utukufu wa mwanadamu katika nafsi zetu, tuweke utukufu wa Allah, uwezo wa Allah katika nafsi zetu. Ndio pale sasa ikitamkwa la ilaha illa Allah, kweli itakuwa mina qalbi, si mina lisan. Inatoka moyoni, haitoki kwenye ulimi. Kwa sababu kwanza tunaleta uwezo wa Allah moyoni. Maana ya hizi kisa, ndugu zangu Waislamu, Waislamu tumekuwa madhaifu katika ibada zetu. Kwa sababu gani? Kuna tatizo katika nafsi zetu. Waislamu tumekuwa wadhaifu katika matendo yetu. Kwa sababu gani? Kuna udhaifu katika nafsi zetu. Kwa hiyo tukiweka yule kawi, nguvu ya imani katika nafsi zetu, basi utaona kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ametuwezesha kufanya, tutafanya kwa sababu Allah kwanza amewezesha. Lakini ikiwa hatuna hiyo, tutasema fulani au mimi napiga kifua. Hiyo inaonyesha wazi kwamba kudra ya Allah wewe umetoa katika nafsi yako. Na
hapo utaingia katika dhaifu imani dhaifu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu